Machi 21 Ijumaa, mwaka wa 2025. Shida na faraja. Wakorintho wa pili 1:4. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja tuliyopokea kwa Mungu. Watu wengi hukosea au kutumbukia katika dhana potofu wanapokumbana na dhiki au magumu. Wapo wanaotafuta msaada kwa wengine ili kutatua matatizo yao. Kuna hata watu wanaojiua. Kinyume chake, Paulo alipokea faraja ya Mungu katikati ya dhiki na kukiri kwamba alimsifu Mungu hata zaidi. Dhiki na majanga ni baraka kwa watoto wa Mungu ambao wameokolewa, lakini ni uharibifu kwa watoto wa Ibilisi ambao hawajaokolewa. Ufafanuzi wa jaribio unaweza kugawanywa katika maana mbili: majaribu, ambapo Ibilisi hukupa majaribu ya kukufanya ujikwae, au jaribu linalotolewa na Mungu. Zaidi ya hayo, kuna jambo ambalo unapaswa kushikilia kwa udhabiti wakati wa dhiki. Sababu kwa nini unakumbana na dhiki hizi ni kwa sababu lazima uokoe wale ambao pia wana shida sawa na wewe. Ndiyo maana ni lazima kwanza upokee faraja ya Mungu nyakati hizi ili uweze kupeleka jibu kwao. Mungu alikutoa katika kifo kikuu, na kwa sababu ataendelea kukuokoa lazima umkabidhi Mungu hili kabisa na kuomba, ukishikilia agano la tumaini. Sababu kwa nini hupaswi kuogopa dhiki. Dhiki huja kwa sababu ya kutomwamini Mungu na kuwa ndani ya hofu na wasiwasi wa kudumu. Zaidi ya hayo, Shetani huchukua hatua mnapopigana, mnapokasirika na kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo, lazima umkabidhi Bwana wasiwasi wote na kushikilia kwa usahihi na kwa udhabiti agano la Mungu. 2. Dhiki ni njia ya matumaini na baraka, njia ya uinjilisti wa ulimwengu. Mungu alimtumia Musa aliposhikilia agano la dhabihu ya damu katika enzi ya utumwa, na wakati huo, Musa alikuwa na miaka 80. Ufilisti ilipokuwa ikiwatesa Waisraeli, vita vilikoma wakati Samueli ambaye alishikilia agano hilo alikuwa hai. Goliathi alikuwa fursa kwa Daudi, na kazi za Roho Mtakatifu zilitokea wakati wale walioshikilia agano walipokusanyika katika hali ngumu zaidi. 3. Njia ya kuokoa nyakati za mwisho katika wakati wa dhiki. Injili itatolewa baada ya Injili kuhubiriwa kwa mataifa yote. Ingawa nyakati za mateso wakati wa mwisho zitakuja, lazima ubaki ndani ya yale uliojifunza na umesadikishwa nayo unaposoma, sikia na kutia moyoni maneno ya unabii huo. Lazima uwe mtu wa kuwasaidia watu kwa njia ya maombi. Kwa hivyo, wale wanaojua siri ya maombi watabadilisha ulimwengu mara tu watakapounda timu inayofanya 24, 25 na milele. Ombi la agano. Mungu Baba, ninakushukuru wewe ambaye hujibu maombi yangu. Ninakushukuru kwa kunisaidia kutambua kwamba dhiki ni faraja yako katika kujificha. Naomba niwe mfariji ambaye huwaokoa wale wanaokabili magumu mazito katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.